نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان lillahi asiya. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla fi ulah. Na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa ndani ya Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ninamuomba Rahman aliyeteremsha Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mimi na wewe, aendelee kutupa uhai mrefu wenye kheri na baraka, wenye siha na afya njema, ili tuendelee kumtumikia Mola wetu na dini yetu kwa ujumla. Tukiwa ndani ya Ijumaa ya kwanza,
Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa cha habari kinasema Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Naam, Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. ونحن في هذا الشهر المبارك تغير حالنا تماما من بداية ترتيب الأكل والشرب والسلوك. sisi tukiwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, kukuthibitishia ya kuwa Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko automatical. Sikiliza, Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Hali zetu zimekwisha badilika, mienendo yetu imekwisha badilika, harakati zetu zimekwisha badilika, mifumo yetu ya kimaisha imekwisha badilika. Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko, na ujio wa Ramadhan ukijulisha jambo, basi unajulisha juu ya mwanadamu kubadilika. Inawezekana. Ndugu yangu Muislam, nje ya Ramadhan fanya tathmini ya haraka. Nje ya Ramadhan ulikuwa nani na sasa uko nani? Jitazame mabadiliko ya kiimani uliyokwisha yapata, mabadiliko ya kiibada uliyokwisha yapata, mabadiliko ya uchamungu uliyokwisha yapata. Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko, na mabadiliko hayo yameanza mara baada ya mwezi mwandamo wa Ramadhani kuandama. Ile magharibi ya Ijumaa iliyopita, tulipokuwa tukiusakasaka mwezi, tukauona, wengi tukafunga Jumatatu na wengine wakafunga, wengi tumeanza funga Jumamosi na wengine wakafunga Jumapili. Mabadiliko yalianza kabla ya hata kuanza kufunga, maana baada ya kumaliza salatul isha tulianza kusali sala ya aina yake, sala ya kipekee. Hata wale wazee aka cha uvivu wasiojua kuswali sunna qablia wala ba'dia, leo wako tayari kuswali sala ya tarawih rakaa 8 na witri 3 au rakaa 20 na witri 3. Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Njoo sasa kwa wazee wa mazagazaga kusaza, wazee wa misosi, wazee ambao wanakula hovyo kama bata. Ramadhan ikiingia tu, nafsi inajua hapa hatutakiwi tena kula. Automatically zaidi ya masaa 12 mwezi mzima tunajizuia na kula, tunajizuia na kunywa, ambapo nje ya hapo njaa nje ya Ramadhan haivumiliki. Kichwa kinauma, tumbo linatetemeka, kichefuchefu, nasikia njaa, nasikia ubao. Lakini sasa hivi hakuna anayelalamika. Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko, na mabadiliko, Ramadhan imekuja na mabadiliko na imetubadilisha. Nje ya Ramadhan
tulikuwa tukila misosi mara 3 na wengine zaidi ya mara 3, lakini ndani ya Ramadhan sasa hivi tuna misosi 2 tu, futari na dako peke yake. Naam, Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Hata wale wasiofuata dini, hata wale usiowadhania, na wao wamekaa katika mstari. Binafsi ni shahidi, na wewe ni shahidi. Vijana wangapi wa Kitanzania tulikuwa hatufahamu dini zao mpaka Ramadhani itakapoingia. Hao ni wale wasanii wa kike na wa kiume, ni wale maekta na maektress, ni wale waimbaji, ni wale waliojiweka katika hali ya umbali wa futi milioni kadhaa na Uislamu. Ramadhani ikiingia hata mtembea uchi anabadilika, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Ramadhan husikia habari ya bongo flavor wala chanini, kwa sababu Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Ramadhan umdhaniaye ndiye siye. Na ndio maana leo tunawaona tusiowatarajia wakiwa wameshika dini ya Allah jalla fi ula. Naam, Ramadhani imeanza kutushep, Ramadhani imeanza kutunyosha. Hata wazee wa mitusi katika kazi zao, kisa na mkasa, ana fedha ndogo alizopewa na Mola, hivyo hana lugha nzuri ya kuzungumza na wafanyakazi wake, ila ni tusi la mama, ila ni kumwondolea uwanaume, kumwambia wewe sio mwanaume, matusi kadha wa kadha. Lakini Ramadhani ikiingia kila mtu anapiga break. Ramadhani imekuja kutuambia uwezekano wa kuchange kutoka hali mbaya kuja hali nzuri inawezekana. Ni sisi wenyewe tu tumebweteka na tumejiendekeza. Hakuna kinachoshindikana mbele ya Allah jalla fi ula, hasa mwanadamu ikiwa atatia nia ya kubadilika. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo hutokana na nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika si vinginevyo kila mtu atalipwa kile alichokinuia. Nuia kubadilika ndugu yangu. Wewe tariku salah, usiyeswali miezi 11, 5 salawat huzijui, hauko tayari kumsujudia Mola wako mlezi kwa siku mara 5 au zaidi ya mara 5. Ramadhan imekubadilisha sasa, waswali. Hongera kwa kuswali, na muomba Rahman aliyefundisha Qur'an na aliyeteremsha Qur'an ndani ya Ramadhan atusaidie Waislamu tubadilike na tuongoke. Njoo sasa kwa wazee wa fegi, wa maadraka mafegi, ambao kazi yao kubwa ni bandika bandua, akitoa hii anaweka hii, mpaka jasho lake linanuka fegi, domo lake linanuka fegi, ndevu zake zinanuka fegi, nywele zake zinanuka fegi. Masaa zaidi ya 12 mchana wa Ramadhani havuti na hana noma wala kokoro, kichwa hakiumi, nafsi haimkereketi. Hii maana yake Ramadhan imekuja kutuambia kuacha sigara inawezekana. Ni sisi tunajiendekeza na tunaendekeza feki, wa maadraka ma, tunaendekeza fegi wa maadraka ma fegi. Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Wangapi wenye mademu wao
wenye mahawara wao waliagana kabla ya Ramadhani kuingia. Baby, mwezi wa haki unakuja bye bye, na wanavunja majungu yote na sufuria zake na vikombe vyake. Wana appointment ya kukutana baada ya Ramadhani, kana kwamba wana mkataba na Allah, wanaweza kumaliza Ramadhani salama salmin. Hawasogeleani tena. Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Ramadhani imekuja kutumbua. Ramadhani imekuja kutoa message, wanadamu tunaweza tukabadilika. Waislamu tunaweza tukaacha madhambi na maovu yote kabisa. Ikiwa mwezi ni kiumbe, ndugu zangu, mwezi ni kiumbe kama mimi na wewe, umeweza kuheshimu, umeweza kuuthamini, ukaweza kuacha mazagazaga kusaza ya kwako yote. Mola aliyeiumba mwezi yuko hai daiman wa abadan. Kwa nini hauko tayari kubadilika kwa ajili yake? Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko, ni mwezi ambao umetupa picha ya kuwa mwanadamu kuwa mstahimilivu na mvumilivu inawezekana. Nje ya Ramadhan tunasikia wengi tukisema mimi sina subra bwana, lakini watu wote wana subra sasa hivi. Tunafanya subra ya kutokula masaa zaidi ya 12. Tunafanya subra ya kutokunywa zaidi ya masaa 12. Tunafanya subra ya kumsogelea mke wa halali zaidi ya masaa 12. Kama nilivyotangulia kusema, hata wazee wa fegi wanafanya subra, hawagusi mpaka jua lizame. Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Tubadilike Waislamu. Na wanawachuoni wanasema anayetaka kubadilika kutokana na madhambi fulani alionayo, atumie fursa ya Ramadhan, mwezi huu, kitendo cha kuweka makando yake kando. Hii maana yake anaweza akapiga ndefu Ramadhani kisha asirudie matapishi yake. Naam, Ramadhan pia ni mwezi wa mabadiliko uliotutoa katika uvivu, katuleta katika ari na katika nguvu, tukaweza kufanya ibada kwa kasi kabisa. Ramadhan, ndugu zangu, ni mwezi wa mabadiliko. Mwezi wenyewe utakapoandama tu, mabadiliko yanaanza mbinguni kabla ya ardhini. Sikiliza hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Bwana Mtume anasema, idha kana awwalu laylatin min shahri ramadana, pindi tu usiku wa kwanza wa mwezi mtukufu wa Ramadhani utakapoandama tu, mabadiliko haya yanaanza kujitokeza. Yapi na ni yapi aliyoyasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni kipi? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. Sikiliza sasa, mabadiliko yanapoanza kujitokeza mara tu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuandama, bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam anasema, pindi ambapo usiku wa kwanza kabisa wa Ramadhani utakapoingia, mabadiliko yanaanza kujitokeza kutoka kwa Allah kwa sababu ya utukufu wa Ramadhan. Mosi, sufidati shayatinu wa maradatul jin, mashaitani wote wanaowasababishia wanadamu kufanya madhambi wanafungwa mwezi mzima, na wale majini asi na wao wanafungwa. Pili, وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب, milango yote saba ya moto wa Allah hufungwa mwezi mzima, milango haitofunguliwa ya moto wa Jahannam mwezi mzima mpaka Ramadhani ishe. Tatu, wafutihat abwabul jinan, milango minane ya janna ya pepo huwekwa wazi mwanzo mwisho hadi Ramadhani itakapoondoka. Mabadiliko hayo. Kama hilo halitoshi, wa yunadi munadin, na atakuja mwenye kunadi usiku wa kwanza wa Ramadhan. Allah anamtuma malaika ananadi dunia nzima. Anasema nini? Anasema, ya baghi alkhairi aqbil, ewe mwenye kutafuta khairi, ewe mwenye kupenda khairi, sogea, njoo upige mwingi. Huu ndo mwezi wa kupiga mwingi kwa kufanya khairi nyingi. wa ya baghi ash-sharri aqsir, mwenye kupenda shari, mwenye kupenda madhambi, mwenye kupenda maovu, koma, acha kabisa. Huu sio mwezi wa kufanya maovu na shari. Malaika ananadi, anasema maneno kama haya. Kisha Bwana Mtume akahitimisha hadithi yake kwa sentensi ifuatayo, akasema, walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli layla, na Allah huwaacha huru na moto waja wake kila usiku wa Ramadhan. Kila usiku wa Ramadhan, mimi na wewe, kama mwaka uliopita tumehukumiwa aka jitu la motoni, Allah kwa huruma zake na kwa utukufu wa Ramadhan anasema, leo Ramadhani ya 7 au ya 8, natoa ofa kwa hao wafuatao kila usiku. Hatimaye anatamka jina lako na fulani, na muacha huru na moto, futeni jina lake katika faili la watu wa motoni. Wakati gani? Usiku. Jua likizama tu Allah anaacha huru watu na moto. Sisi hatuna habari. Wenye kuzindua kwa fegi wanazindua, wazee wa kusaga mirungi wanasaga mpaka usiku, hawana haya kabisa. Na mimi siku zote ni mzee wa kupiga spana, kwa sababu da'wa ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Na nikisema hivyo sina maana mimi nimetakasika, na mimi na madhambi yangu na makosa yangu, lakini lazima tukatazane. Na najua baadhi nikigusa mirungi wananimaindi, na walaji wa mirungi 90% hawanikubali kwa sababu ya nondo nazopiga kuhusu mirungi. Sasa kwa kuwa we humiliki pepo wala moto, babu unikubali hunizidishi, babu usinikubali hunizidishi, bali mimi nataka nikubalike na yule aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo. Kwa nini vijana wa Kiislamu nachukia kupewa mawaidha? Kwa nini vijana wa Kiislamu nachukia kukemewa, ili hali aliyekukemea hakujui? Hajui kama nani humu ndani anasaga. Mimi sijui nani. Nafsi yako inajua, una panic, unakasirika, unamchukia shekhe yule.
tabia za kikafiri hizo sio tabia za Kiislamu. Nenda katika suratul Hajj, wa idha tutla alaihim ayatuna ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar yakaduna yastuna billadhina yatluna alaihim ayatina. Na pindi watakapokumbushwa aya zetu wazi wazi, utaona katika nyuso za waliokufuru chuki, hasira, ghadhabu. Wanatamani kurukia wale walioamini, kwa sababu tu kwa nini wamegusa pentagoni zao. Aya hii chukweni vijana wa Kiislamu. Shekhe yoyote atakayekugusa kwa mawaidha yake, muombe khairi, jazakallah khair, umenigusa, Allah anibadilishe. Ukimchukia yule shekhe upati chochote, sana sana utapata madhambi, kwa sababu sisi kazi yetu ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Sasa Allah katika mabadiliko ya Ramadhan kila usiku huwaacha huru na moto waja wake kila usiku wa Ramadhan. Cha kushangaza, baadhi yetu tunadhani Ramadhani ni mchana na wala sio usiku. Na ndio maana kuna mashetani wanaendeleza ushetani usiku wa Ramadhan. Mwenye kuvuta sigara anaendelea kuvuta, mwenye kusaga miraa wa ma adraka ma miraa anaendelea kusaga, mwenye demu wake anaendelea kuchati naye usiku. Mnadhani vijana wa Kiislamu si Ramadhani, ili hali hamjui usiku wa Ramadhani una mambo mazito kuliko hata mchana wa Ramadhani. Mosi, kila usiku Allah anafuta majina ya watu katika moto wa Jahannam. Vipi atafuta jina lako usiku ule unaanza kufanya zina wewe na kukurubia zina? Nakupa lingine la usiku, kila thuluthi ya mwisho ya usiku Allah hushuka kutoka juu ya arshi yake mpaka mbingu ya dunia, anauliza maswali makuu matatu: nani wa kuniita nimuitikie? Nani wa kuniomba nimpe? Nani mwenye kunitaka msamaha nimsamehe? Hadithi katika sahihu Muslim. Wewe usiku ndo unakukuruka mwanangu, unapataje khairi za Allah wewe? Ramadhan ndugu zangu ni mwezi wa mabadiliko, na Ramadhan imetufundisha ya kuwa hakuna kisichowezekana kisichowezekana katika maisha yetu haya. Na Qur'ani tukufu imetuambia Allah anaahidi ya kuwa hayuko tayari kumsaidia mja kubadilika mpaka mja yeye mwenyewe awe tayari kubadilika. Pokea aya nambari 11 suratul Ra'd. Allah anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, hakika ya Allah hayuko tayari kubadili yaliyomo kwa watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka kwanza wao wakubali kuyabadili yale yaliyomo ndani ya nafsi zao. Unataka kuacha zina, insha Allah peke yake haisaidii. Anza wewe kuonyesha kuchukia zina, anza wewe kuonyesha kutubia kwa Allah, anza wewe kuonyesha kurudi kwa Allah. Hapo ndipo Allah atakushika mkono. Allah anasema hakika ya Allah hayuko tayari kubadili yaliyomo kwa watu mpaka wao wawe tayari kubadili yaliyomo ndani ya nafsi zao. Na aya hizi ziko mbili tu ndani ya Qur'ani. Ya kwanza ndio hiyo suratul Ra'd aya nambari 11, na ya pili ni suratul Anfal aya nambari 53, ambapo Allah anasema tena ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Na vivyo hivyo Allah hakuwa mwenye kubadili neema aliyowapa watu mpaka wao wawe tayari kubadilika kutokana na yale yaliyomo ndani ya nafsi zao. Waislamu tubadilike. Ramadhan ni
fursatun dhahabiyya, ni golden chance. Hatujui kama tutamaliza salama salmin, na tukijaliwa kumaliza salama salmin hatujui Ramadhani ya 2026 kama tutaikuta tena. Tuitumie fursa hii kumwomba Allah msamaha, kuleta sana istighfar, kuomba sana tauba, kuleta sana uradi, kumsalia sana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kusoma sana Qur'an, na kuamka usiku, kujiepusha na lagwi na lahwi na upuuzi mbalimbali. Tujikurubishe kwa Allah ili tuweze kufika kileleni katika kilele alichotuahidi Allah jalla fi ula. Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Na hitimisha khutba yangu kwa maneno makuu mawili. Neno la kwanza, swali: pamoja na shetani kufungwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mbona baadhi ya watu wanaendeleza maovu, madhambi na machafu? Jawabu al-Imam Sanadi fi hashiyatihi ala Sunan an-Nasa'i, mwanachuoni huyu anasema mambo makuu yanayomfanya mwanadamu awe anatenda madhambi makuu ni mawili. Mosi, shetani, mwamba wa miambani, kashati wa pingu tayari. Pili, uchafu wa nafsi wa mtu, uchafu wa nafsi ya mtu. Nini maana yake? Maana yake ukimwona mtu mpaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan anatukana matusi wazi wazi, anasengenya wazi wazi, anaendelea kufanya miamala ya riba, kamari, anatongoza, anafanya machafu yote ndani ya Ramadhan, iwe mchana iwe usiku, huyo nafsi yake kama nafsi yake ni kiboko wa viboko. Nafsi yake ni chafu sana, ni khabithi sana. Na ndio maana yule mwamba kati wa pingu, nafsi yake peke yake inaweza kusurvive na kupambana na kufanya maovu na madhambi. Na mshairi anasema والنفس كالطفل إن تهمله والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. Nafsi siku zote ipo kama mtoto mchanga. Mtoto mchanga mama kama atamwendekeza kumnyonyesha, atamnyonyesha hata miaka 5. Lakini wamama wakifikisha miaka 2 wanamkatisha mtoto ziwa. Anahangaika mara ya kwanza, analia, anataka nyonyo, anataka tata, anataka nini, anaumia. Mwisho mtoto anazoea. Na nafsi iko hivyo. Nafsi ni kama mtoto anayenyonya. Usipomwachisha ziwa hawezi kuacha. Na wewe usipoiachisha nafsi yako maovu, madhambi, machafu, maasi, haitoacha. Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko. Waislamu tubadilike. Khutba yangu naishia hapa. Ninawahi sasa kuelekea msikiti wetu mwingine wa Nurul Yaqin, ambao sasa unaitwa Nurul Hikma, unafunguliwa leo rasmi. Na mtuombee dua, Allah akijalia tukimaliza Ramadhan tutaanza ujenzi wa msikiti huu wa veterinary biidhni Rahman alladhi allama alquran. Na Allah atuwezeshe katika hilo. Bila ya Allah hakuna kinachoweza kufanyika. Tulikuwa tunasubiri msikiti ule ukamilike. Tapokuwa umekamilika na leo unafunguliwa rasmi, tukimaliza Ramadhan tutaanza kuuvunja huu. Na Allah tusaidie tusimamie katika hayo yote. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma. aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina. taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana wa qira'atina برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.